Sababu za kurithiana baada ya kukamilika sasa sheria ya Kiislamu ni 3. Sababu ya kwanza ni nasabu, na nasabu inathibiti kwa ndoa sahihi. Maana yake mtoto ananasibishwa na baba yake endapo baba na mama walifunga ndoa sahihi. Hawa watoto watakuwa ni wa huyu baba. Mtu mume na mtu mke wakipata mtoto bila ya ndoa iliyokuwa sahihi, hapa nasabu haithibiti. Na katika jamii yetu haya yapo mengi tu. Unaweza kukuta watu walianza kuishi halafu baadaye ndio wanakuja kufunga ndoa. Wanaweza kuwa na watoto 2 3, baadaye ndio wanakuja kufunga ndoa. Au mwingine kesha haribu mazingira, anataka kurekebisha ndoa inapita haraka, wakiamini kwamba mtoto akizaliwa baada ya ndoa kupita, hata kama ujauzito ulipatikana kabla ya ndoa, basi yule mtoto atakuwa kazaliwa ndani ya ndoa. Kwa kuwa ujauzito ulipatikana kabla ya ndoa, huyu mtoto ni wa nje ya ndoa. Nasabu hapa hakuna. Mtoto huyu hawezi kumrithi baba wala baba hawezi kumrithi mtoto. Na sababu ya pili ya watu kurithiana ni ndoa. Wanandoa wanarithiana, na hii ni haki kwa pande zote mbili, ni haki ya mume na ni haki ya mke. Haki hii inathibiti baada tu ya ndoa kufungishwa. Nakuozesha binti yangu fulana, binti fulani, nimekubali, nimemuoa. Yakitimia maneno haya, hawa wanarithiana. Hata ikitokea mmoja kafariki hapo kabla hata maisha yenyewe ya ndoa hayajaanza, hawa watu wawili wanarithiana. Na sababu ya 3 watu kurithiana ni itku, na itku imetajwa kama ni sababu ya kurithiana, na inakuwa katika sura hii. Mathalan, mtu alikuwa anamiliki mtumwa, akaamua kumwacha huru, sio kumuuza, kumwacha huru. Kuanzia leo upo huru, nimekupa uhuru wako. Aliyekuwa mtumwa akawa huru. Ikitokea huyu aliyekuwa mtumwa akaachwa huru, akafikwa na umauti, kwa maana akafariki, lakini hana mtu wa kumrithi, hana mke, hana mtoto, na kama ni mwanamke hana mume, hana watoto, basi yule aliyomwacha huru ndo anakuwa ni mrithi wake.